أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं amsaidie sana. Anasema sisi tunaamini ya kwamba kama kuna mwanadamu kamili amezaliwa duniani basi ni hat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mtu kamili hakuzaliwa kabla yake wala anaweza kuzaliwa baadaye. Kutimiza kwa haki za Mwenyezi Mungu na haki za waja wake na viwango vya juu vya hulka na sifa zote za kibinadamu vimejumuika kwenye dhati tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiona hulka yoyote, viwango vyake vya juu vinapatikana katika dhati yake ambavyo havikuwepo katika mtu yeyote mwingine, havipo na havitakuwepo siku za usoni. Katika sifa na hulka hizi kuna hulka moja ya unyenyekevu na tabia ya upole ambayo mfano wa hali ya juu unapatikana kwake. Waumini wake pia daima aliwasihi ya kwamba muumini daima anapaswa kujitahidi kushika hulka ya unyenyekevu kwenye maisha yake. Hulka hii tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hulka hii tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mwenyezi Mungu ameieleza ndani ya Qur'ani tukufu katika maneno haya: qul innama ana basharun mislukum, sema bila shaka mimi ni binadamu kama nyinyi. Pamoja na haya ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia daraja ya nabii mwenye kuleta sheria kamili na ya mwisho, lakini pamoja na hayo akamwambia kuwatangazia watu kwamba mimi ni binadamu na ni binadamu mnyenyekevu. Kwa vyote vile kuhusu mada hii leo nitaweka mbele yenu baadhi ya hadisi na maandiko ya Masihi Maud alayhi wassalam yanayodhihirisha na kueleza kuhusu hulka yake hiyo. Masihi Maud alayhi wassalam anasema, katika dunia hakuna mfano wowote wa mtu kamili isipokuwa wa mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam, wala unaweza kupatikana hadi kiyama. Kisha muone kwamba pamoja na kujaaliwa miujiza yenye kudra, Mtume sallallahu alaihi wasallam daima alionyesha unyenyekevu na daima aliendelea kuishi kama mtu mnyenyekevu, na aliendelea kusema mara kwa mara, innama ana basharun mislukum, hadi alituambia kukiri ikirari ya utu wake katika kalima ya tauhidi, jambo ambalo muislamu hawezi kuwa muislamu bila hilo. Fikirini tena kwamba mfumo wa maisha ya kiongozi wetu kamili unatupatia somo hili kwamba
hata kwa kufikia hatua ya juu kabisa ya ukaribu hakuacha kukiri kuhusu wanadamu wake. Sasa kuwaza kwa mtu mwingine na kufikiria mambo hayo ni jambo bure tu. Kisha anasema kwamba mtu anapaswa kujiepusha na kibri, majivuno na ufahari, na anatakiwa kushika unyenyekevu na tabia ya upole. muone kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwa hakika alikuwa mtu mwema sana na mcha Mungu, una mfano wa unyenyekevu wake unapatikana katika Qur'an tukufu. Imeandikwa ya kwamba kipofu mmoja alikuwa akija kwa mtume na alikuwa anasoma Qur'ani tukufu. Siku moja viongozi wa Makka walikuwa wamejumuika kwake na mtume alikuwa anaongea nao. Kipofu huyo alipoona kwamba mtume anaongea na viongozi, aliinuka na kuondoka. Jambo hilo ni la kawaida sana, lakini Mwenyezi Mungu aliteremsha sura kuhusu swala hili. Hapo mtume saa salam akaenda nyumbani kwake na akamleta pamoja na akamkalisha juu ya shuka yake. Jambo halisi ni hili kwamba watu ambao utukufu wa Mungu unakuwepo mioyoni mwao wanalazimika kushika tabia ya upole na unyenyekevu, kwani daima wanakuwa na hofu kuhusu sifa ya ukwasi wa Mungu. Basi hili si tukio moja tu ambalo limesimuliwa na Qur'ani tukufu au ambele za Masihi Maud, bali ni somo ambalo tumepatiwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwenu. Nyinyi pia mufanye juhudi ya kufikia viwango vya juu vya unyenyekevu na tabia ya upole kama mnadai kumpenda yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia mumini uhakika wa unyenyekevu na kumhimiza kuushika katika maisha yake, sehemu moja anasema, hata Ibn Abbas ameeleza hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba minyororo miwili imefungwa kwa kichwa cha kila mwanadamu. Mnyororo moja unaelekea mbinguni na mwingine unaelekea ardhini. Mtu anaposhika unyenyekevu na tabia ya upole, malaika ambaye mnyororo wa mbingu mkononi mwake anamnyanyua juu. Mtu anainama kwa unyenyekevu, lakini Mungu anamjalia daraja ya juu. Na mtu anaposhika kibri na majivuno, mnyororo wa ardhi unamvuta chini. Kitendo chochote cha mtu huyo mwenye kibri hakikubaliwi na anakuwa mwenye kuanguka chini kwenye ardhi, juu ya ardhi, mbele ya Allah. Riwaya imesimuliwa na Ibn Abbas kwamba mtu anaposhika unyenyekevu, Mwenyezi Mungu humnyanyua hadi mbingu wa 7. Basi kama sisi tunatamani kujipatia ukaribu wa Mungu, basi unyenyekevu ni kitu muhimu sana kwa ajili yake. Hata Abu Huraira anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sadaka haipunguzi chochote katika mali, na kwa sababu ya afu Mwenyezi Mungu hamzidishi mtu isipokuwa katika heshima. Yani kwa sababu ya afu heshima inazidi, na mtu anaponyenyekea kwa ajili ya Allah, Allah humjalia daraja ya juu. Basi ameeleza mambo hayo ya msingi kwa muumini kwamba mtu akitoa sadaka na akijitolea mali haipungui bali inazidi. Hivyo acheni fikira hii kwamba kwa sababu ya kutoa mali yenu itapungua. Mtu anapomsamehe mwingine na anamvumilia, heshima yake haipungui bali inazidi. Uhakika huo watu kama wakiutambua, basi matatizo mengi, mizozo na magomvi katika jamii yatatatulika. Kisha alisema kwamba mtu anaposhika unyenyekevu, Mungu humjalia daraja kuu. Kwa kadri mtakavyo nyenyekea zaidi, Mungu atawajalia ni daraja ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na viwango gani vya unyenyekevu? Hata Anas bin Malik anasimulia kwamba safari moja mtu moja alisema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe kiongozi wetu, mwana wa kiongozi, ewe uliye mbora wetu. Hapo Mtume alisema kwamba, eni watu, shikeni ucha Mungu.
shetani asiwapotosheni. Mimi ni muhammad bin abdullah, mja wa mungu na mtume wake. Wallahi sipendi jambo hili kwamba nini mueleze nikiwa na daraja kubwa zaidi kuliko ile aliyonijalia mungu. Basi mwenyezi mungu alipomwambia mtume kuwatangazia watu kuhusu daraja yake, alithibitisha kwa mfano wake vile vile. kisha kuna hadisi nyingine inayoeleza unyenyekevu wake. hata Abu Huraira anasimulia, nilimsikia mtume akisema kwamba kitendo cha mtu yeyote hakitamwingiza peponi. maswahaba walisema kwamba ya Rasulullah, wewe pia? Alisema kwamba hata mimi pia sitaingia peponi kwa sababu ya amali zangu, isipokuwa Allah anisitiri kwa fadhili na rehema yake. hivyo mkitenda kitendo chochote, mukitende kwa kuboresha na mutende ili kupata ukaribu wa mungu, na mmoja wenu asitamani mauti. akiwa mwema, yawezekana kupata maendeleo katika wema, na kama ni mtu mbaya, yawezekana kutubu na amfanye mungu kumridhia. kisha katika riwaya moja inapatikana kwamba hata Abu Said Khudri anasema kwamba muwapende watu maskini, kwani nimemsikia mtume akisema katika dua yake ya kwamba allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin. e mungu wangu, nijalie uhai kama maskini na nipatie mauti katika hali ya umaskini na nifufue katika kundi la maskini. hata Abdullah bin abi aufa anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamkumbuka sana mwenyezi mungu na alikuwa hafanyi kazi isiyo na faida. yaani alikuwa akimkumbuka sana mungu, alikuwa kiswali sala ndefu na kutoa hutuba fupi, na alikuwa haoni vibaya kutembea pamoja na watu wajane na maskini na kutimiza mahitaji yao. hii ilikuwa ni hali ya unyenyekevu wake. alikuwa na viwango vya juu vya ibada, lakini hii pia ilikuwa ni hali ya unyenyekevu, kwamba alikuwa akitoa wakati ili kumsikia maskini au mjane na kuwasikia kwa subira na uvumilivu kamili. hata Anas anasema kwamba katika kutoka wajakazi wa Madina, mjakazi mmoja kwa ajili ya haja zake alikuwa akishika mkono wa mtume na kumpeleka apendako. hata Anas anasimulia kwamba mwanamke mmoja ambaye hakuwa na akili timamu alisema, ya Rasulullah, mimi nina kazi nawe. mtume alisema kwamba ewe fulani, unaweza kunipeleka kwenye mtaa unapotaka ili niitimize haja yako. kisha mtume alienda pamoja naye na ye akamwambia kazi yake na mtume akatimiza haja yake. katika riwaya inapatikana hivi kwamba jina lake lilikuwa Umme Zafar, ambaye alikuwa mtumishi wa Khadija na hakuwa na akili timamu. kulikuwa na mapungufu kwenye akili yake. saa nyingine watu wanakwepo ambao hawezi kuelewa jambo sahihi. sio maana mungu ampishe mbali kwamba alikuwa mwenda wazimu, lakini hakuwa na akili timamu. lakini hata hivyo mtume alijali hisia zake. katika riwaya moja inapatikana kwamba Adi bin Hatim anasimulia, mimi nilielekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hadi nikafika Madina, na nikiingia miskitini nikahudhuria kwa mtume na nikamsalimia. mtume sallallahu alaihi alisema kwamba wewe ni nani? nilisema kwamba mimi ni Adi bin Hatim. mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama na akaanza kunipeleka kwenye nyumba yake. njiani akakutana na mwanamke mmoja mzee. yeye akamweza mtume haja yake kwa muda mrefu. mtume akaendelea kusimama kwa ajili yake. nikasema moyoni kwamba mtu huyo hawezi kuwa mfalme. wafalme hawasimami kwa ajili ya watu maskini, wanakuwa hawana hulka hizi. kisha mtume akaingia nyumbani kwake pamoja nami na akaweka mbele yangu mto mmoja mkubwa na akasema kwamba ukae juu yake. nikasema kwamba we ukae juu yake. mtume akasema kwamba hapana, wewe ukae. kisha nikakaa juu yake na mtume akakaa juu ya ardhi. nikasema moyoni kwamba jambo hili si jambo la wafalme, bali hayo ni mambo ya mtu mnyenyekevu sana.
alikuwa anawapenda watoto na pia kudhihirisha unyenyekevu. Alikuwa anatangulia kuwasalimia. hata anas anasema kwamba mtume saa salam alipokuwa anawaendea answar na alikuwa anawasalimia watoto wao na alikuwa anawaombea dua. hata ibn masud anasimulia kwamba safari moja mtu moja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume aliongea naye. Kwa sababu ya haiba ya mtume yeye akaanza kutetemeka. Mtume alisema kwamba utulie, mimi si mfalme, mimi ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa akila nyama kavu. Sayyidina Masihi Maud anasema kwamba muone mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam mafanikio yake yalikuwa ya namna ambayo mifano yake haipatikani katika manabii wote waliopita. Lakini mtume sasa alipojaaliwa na Mungu mafanikio, aliendelea kuzidi katika unyenyekevu. Safari moja mtu mmoja aliletwa kwa mtume. Mtume alipomwona alikuwa anatetemeka na alikuwa anapata hofu. Alipokuja karibu, mtume akamuuliza kwa upole sana. Alisema kwamba kwa nini unaniogopa? Mimi ni mwanadamu kama wewe na ni mtoto wa mama moja mzee. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi tabia ya kujikalifisha au kudhihirisha ubora wake. Tunapata kuelewa habari hii katika tukio moja la hijra ya Madina. Inapatikana katika riwaya kwamba wakati wa hijra ya Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, waislamu waliposikia habari ya ujio wake walienda kushika silaha zao na wakaenda kumpokea mtume katika medani ya Harra. Mtume sasa pamoja na waislamu alielekea upande wa kulia na akaja kwenye mtaa wa Banu Amr bin Auf, na hii ilikuwa ni siku ya Jumatatu na mwezi wa Rabiul Awwal. hata Abubakar alisimama ili kukutana na watu, lakini mtume aliendelea kukaa. Na katika Answar watu ambao walikuwa hawakumwona mtume wakaaja na wakaanza kumsalimia Abubakar hadi jua likaanza kutoa mwanga juu ya mtume. hata Abubakar alisimama na akaja kuweka kivuli juu yake kwa shuka yake. Wakati ule watu walimtambua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abbas anasimulia kwamba yeye alimsikia Umar alikuwa amesimama kwenye jukwa na kusema kwamba nilimsikia mtume alikuwa anasema kwamba msitie chumwi katika kunisifu kama Naswara walivyotia chumwi katika kumsifu mwana wa Mariamu. Mimi ni mja wa Mungu na nini museme kwamba ni mja wake na mtume wake. Ali bin Hassan amesimulia kutoka kwa baba yake kwamba mutupende kwa sababu ya upendo wa Islam, kwani mtume sallam aliniambia kwamba msizidishe daraja yangu kuliko haki, kwani Mwenyezi Mungu amenifanya kuwa mja wake kabla ya kunifanya kuwa mtume wake. Na mtume alisema kwamba munipende kwa sababu ya upendo wa Islam. Mutaraf ameeleza kwamba baba yangu aliniambia ya kuwa mimi katika ujumbe wa Banu Amir nilienda kwa mtume. Tulisema kwamba wewe ni kiongozi wetu. Mtume alisema kwamba kiongozi ni Mwenyezi Mungu. Tulisema kwamba wewe ni mtu mbora katika fazila na wewe ni mtu azim katika kufanya hisani. Mtume alisema kwamba ueleze unachotaka kusema, shetani asiwapotosheni. Hiyo ilikuwa daraja yake ya unyenyekevu, kwamba muache mambo hayo. Yawezekana kwamba shetani awapotosheni, hivyo shabaha ambayo umekuja nayo ueleze na usieleze mambo yasiyo na uhakika, ila hali maneno ambayo angeyatumia kwa ajili ya kumsifu angeweza kuyatumia tu. hata Rabia bint Muawiz bin Afra alikuwa akisema kwamba nilipoolewa Nabii Akram sallallahu alaihi wasallam akaja kwangu na akaja kuketi kwenye kitanda changu kama wewe ulivyokaa hapa. Alikuwa anamsimulia mtu huyo.
wakati ule mabinti zetu wachache walianza kupiga dufu na wakaanza kuwasifu mababu zangu ambao walikuwa wameuawa katika vita vya badr. Na katika shairi binti moja alisema kwamba tunaye nabii ambaye anajua kwamba kesho kuna nini kitakachotokea. Mtume alisema kwamba uache wimbo huu na muimbe nyimbo mliokuwa mnaimba. Mambo hayo si sahihi, kwamba mimi ni mjuzi wa mambo ya ghaibu. Mwenyezi Mungu ndiye anajua mambo ya ghaibu na elimu ya ghaibu. Hata Abdullah amesimulia kutoka kwa nabii saa salam. Mtume alisema kwamba mtu hatakiwi kusema kwamba mimi ni mbora kuliko Yunus bin Matta. Japo alikuwa na ubora, lakini alitukataza kufanya ushindani na alizihirisha unyenyekevu wake wa hali ya juu. Anas bin Malik anasimulia kwamba mtu mmoja alihudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alisema, ya khairal bariya, yani ewe mtu aliye mbora katika viumbe. Hapo Mtume alisema kwamba huyu alikuwa Ibrahim. Kwa yakini alikuwa khairul bariya na ni mbora katika viumbe, ni mbora katika mitume, lakini kwa sababu ya unyenyekevu wake daraja hii alinasibisha na Ibrahim. Kuna mfano mwingine unaodhihirisha unyenyekevu wake unapatikana hivi. Hat Umar bin Khattab anasimulia ya kuwa safari moja mtu mmoja alimwita Mtume sallallahu alaihi wasallam mara tatu, na kila mara Mtume alisema labbaika labbaika, yani nipo nipo. Sasa nchi nzima ya Uarabuni ilipotekwa na Waislamu, mshindi huyo wa Uarabuni alifanya hija pamoja na masahaba zaidi ya 100,000. Na wakati ule hii ilikuwa ni hali ya unyenyekevu wake, kwamba Anas bin Malik anaeleza Nabii sallallahu alaihi wasallam alifanya hija akipanda juu ya kipando cha kawaida na juu ya shuka ya kawaida ambayo thamani yake ilikuwa ni dirhamu 4 tu. Ilikuwa shuka ya kawaida sana, na Mtume alisema kwamba Allahumma hajjatun la ria fiha wala sama, e Allah, hija ni hija ambayo haina ria wala tamaa ya kujipatia umaarufu. Hatmasihi Maud alayhi wassalam katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza maana ya majina yake anasema, jina la Ahmad ni dhihirisho la jamali na zidi yake jina la Muhammad ni dhihirisho la jalali. Ni majina mawili ya Mtume. Sababu yake ndiyo hii kwamba katika jina Muhammad kuna siri ya kuwa mpendwa wake. Jina Muhammad humo kuna siri ya kuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Mtume ni mpendwa wa Mungu kwani yeye ni mjumuiko wa sifa zote njema na uzuri wenye daraja kamili, na kuwa na mjumuiko wa sifa njema kuna hitaji ujalali na utukufu. Mtume ni mjumuiko wa sifa zote njema, na jalali ya Mungu inapozihiri juu yake, yeye anazihirisha ujalali wake, na Allah alimjalia daraja kubwa. Kudhihirisha daraja ile pia ni katika jina la Muhammad. Katika jina Ahmad kuna siri ya kuwa ashiki. Humo kuna siri kwani hamidiyat inahitaji unyenyekevu na mapenzi, na hali hii na hii ndiyo hali ya jamali. Jina Ahmad ina hali ya jamali, humo mapenzi yanapatikana, na hali hii inahitaji unyenyekevu, inahitaji unyonge. Anasema kwamba Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na shani ya mahbubiyat. Jina lake Muhammad lilikuwa linadhihirisha shani hiyo, na jina la Muhammad lilikuwa linadhihirisha kwamba huyu alikuwa mpendwa wa Mungu, kwani kuwa mpendwa wa Mungu kuliko kuna hitaji shani hii. Na katika dhati ya Mtume kulikuwa na shani ya muhibbiyat, na jina Ahmad lilikuwa linahitaji na lilikuwa linadhihirisha. Jina la Ahmad lilikuwa linahitaji kwamba Mtume awe na kipaji cha kumpenda Mungu, kwani kwa ajili ya Hamid ni muhimu kwamba awe mwenye kupenda.
mtu anamsifu mwingine kwa ukweli wote pale anapokuwa ashiki wake, na kwa ajili ya kuwa ashiki ni muhimu kwamba awe mnyenyekevu. mtu hawezi kumpenda mtu kwa haiba, kwa kutia haiba, na hii ndiyo hali ya jamali ambayo inapatikana katika jina la ahmad. mahbubiyat iliyofichika katika jina la muhammad ilipata kuzihiri kwa kupitia masahaba. watu walivunja heshima yake na walikuwa waasi. ujalali wa mungu uliwaangamiza kwa kupitia masahaba na aliwaangamiza maadui. kisha anaeleza zaidi, anasema kwamba katika majina matukufu ya mtume kuna siri kwamba muhammad na ahmad ambayo ni majina mawili kuna ukamilifu tofauti. jina la muhammad linahitaji ujalali na utukufu, yani mtu ambaye amesifiwa sana, na humo kuna hali ya kimashuk. hivyo ni muhimu kupatikana kwa rangi ya jalali. lakini jina la ahmad lina rangi ya ashik, kwani kumsifu ni jina kazi ya ashiki. huyu anamsifu mpendwa wake. hivyo muhammad inahitaji shani ya kijalali na utukufu. vivyo hivyo jina la ahmad linahitaji unyenyekevu na unyonge. na jina lake la pili ambalo ni ahmad, ndani yake kuna sifa ya unyenyekevu, na ilikuwa siri kwamba maisha yake yaligawanywa katika sehemu mbili: maisha yake ya makka yaliyokuwa na miaka 13, na maisha ya pili ni maisha ya madina ambayo ni ya miaka 10. katika maisha ya makka ilikuwa dhihirisho la jina la ahmad. wakati ule usiku na mchana muda wake ulikuwa unapita katika kumwomba mungu akilia mbele yake, na ilikuwa inahusika na unyenyekevu na unyonge, japo baadaye pia hali hii iliendelea kupatikana. mtu anayejua kuhusu maisha yake haya ataweza kuelewa kwamba unyenyekevu ambao alionyesha katika maisha ya makka, ashiki atakuwa hakuonyesha katika kumtafuta mpendwa wake. akizama katika mapenzi ya allah, namna alivyodhihirisha, anatoa mfano wake. japo maisha yake yote yamejaa na sifa hii, lakini katika zama ya maka hiyo ilikuwa imefikia kwenye kilele chake. kisha kulia kwake hakuwa kwa ajili yake binafsi, bali ilikuwa kwa ajili ya dunia na watu wa dunia. jina la mungu lilikuwa limekwisha futa, na hivyo alikuwa amekusha pata ladha katika kumkumbuka mungu, na alitamani kuiambia dunia kuhusu ladha hii na upendo huu. alikuwa anaona hali ya dunia, alikuwa anaona kwamba dunia ilikuwa imekumbwa na shida na maswaib. hivyo alikuwa analia kwa kuona hali ya dunia, na alikuwa analia kiasi hiki kwamba alikuwa anafikia hali ya mauti. mungu ameeleza hali hii, alisema kwamba laallaka bakhir nafsaka alla yakunu muminin, je wewe utaangamiza uhai wako kwamba wao kwa nini hawaamini. hiyo ilikuwa ni maisha yake yenye kufanya maombi, na ilikuwa dhihirisho la jina la ahmad. wakati ule alikuwa ameelekea katika shani ya ajabu, na dhihirisho lake lilipatikana katika maisha ya madina kama tunavyojua kutoka aya hii. zama ya kwanza ilikuwa ni maisha ya ahmad. alipokuja madina, basi dhihirisho la muhammad lilipatikana. mwenyezi mungu aliwaangamiza maadui kwa kupitia masahaba. anasema kwamba kama aya hii inavyosema kwamba wastaftahu wa khaba kulla jabbarin anid, yani wao walifanya dua kwa ajili ya ushindi na kila adui alishindwa na akaangamia. alipofika madina, maadui wakamshambulia, kisha dhihirisho la jalali ya muhammad lilizuhiri na maadui waliangamia. wastaftahu wa khaba kulla jabbarin anid, walipomomba mungu dua ya ushindi, mwenyezi mungu aliwajaalia ushindi juu ya maadui, na kisha mwenyezi mungu aliwaangamiza maadui zake. masihi maud katika sehemu moja anasema kwamba hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa imefikia kwenye ukamilifu katika unyenyekevu, tunapata kujua kwamba yeye alikuwa amesaidiwa na mwanga wa ruhul qudus
kama mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoonyesha kwa matendo na kwa kauli, na mduara wa nuru na baraka zake umepanuka kiasi hiki kwamba tunaona mfano huo tu hadi siku ya kiama. hivyo katika zama hizi pia fadhili ambazo zinaendelea kushuka za mungu zinatokana na utii wake tu. mimi nasema kweli na nasema kwa uzoefu wangu kwamba mtu hawezi kutenda wema na hawezi kupata ridhaa ya mwenyezi mungu na hawezi kurisi baraka na neema na haki na maarifa za mwenyezi mungu ambazo mtu anazipata kwa kutakasa nafsi yake mpaka ajimalize katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, na ushahidi wake unapatikana kutoka kalamu ya mungu, kul in kuntum tuhibuna llaha fattabiuni yuhibbukumullah. sema eni watu, kama mnampenda mungu basi munitii mimi, mungu pia atawapendeni. na anasema kwamba hoja iliyo hai ya madai haya ndiyo mimi. anasema mimi nampenda mtume saa salam na fadhili za mungu zinaendelea kushuka juu yangu. pamoja na nishani hizi ambazo zimepangwa kwa ajili ya wapendwa wa mwenyezi mungu na kwa ajili ya mawalii, munitambue. huu ni ukamilifu wa hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mwanamke mzee alipokuwa anashika mkono wake alikuwa anasimama na kumsikia kwa uvumilivu, na alikuwa haachi mkono wake mpaka aachi yeye. katika riwaya moja hali hii ya unyenyekevu inapatikana hivi. anas bin malik alisimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamjulia mgonjwa hali, alikuwa anakuja kushiriki katika mazishi, na alikuwa anapanda juu ya punda, na alikuwa anakubali dhifa ya mtumwa. na siku ya banu quraza alikuwa amepanda punda ambayo lijamu yake ilikuwa imetengenezwa na kamba ya mitende. riwaya moja inasema hata uthman alieleza katika hutuba kwamba wallahi mimi nimewahi kushiriki pamoja na mtume saa salam katika safari na pia nje ya safari. mtume alikuwa anawajulia wagonjwa hali, alikuwa anashiriki katika mazishi na jeneza, na aliendelea kubaki pamoja nasi kwenye kila sehemu na kila kazi. abu huraira anasimulia kwamba nabii saa salam alisema kwamba nikialikwa katika dhifa ambapo nyama ya mbuzi au mguu umepikwa, nitakubali zifa hii, na nikitumiwa zawadi ya mkono wa mbuzi au mguu wake nitakubali. hat anas bin malik anasimulia kwamba siku moja nabii sallallahu alaihi wasallam alialikwa kwenye zifa ambapo chapati ya shairi ilikuwa imepikwa na mafuta. mtume alikubali mwaliko huo kwa furaha sana. katika riwaya moja inapatikana habari ya chakula chake, chakula cha kawaida. hata Anas bin Malik anasimulia kwamba siku moja mshonaji alimwalika mtume katika zifa chakula alichokuwa amemwandalia. Anas bin Malik anasema kwamba nilienda pamoja na mtume saa salam katika zifa hii. mbele ya mtume aliweka chapati na mchuzi uliokuwa na vipande vya mungunya na nyama. nilimwona mtume sallallahu salam alikuwa anachukua vipande vya mboga wa mungunya na alikuwa anaacha nyama. anas anasema kwamba tangu siku ile nilianza kula mungunya, nilianza kupenda mungunya. hapo nieleze kwa ajili ya wageni wangu, humo kuna somo, kwani katika langar siku za jalsa saa nyingine batu wanalalamika kwamba sisi hatuhitaji viazi, mutupatie nyama tu. huo ni mfano wa mtume ambao daima tuuzingatie kwamba chakula kinapikwa sawa na hisabu. hivyo mtu akipatiwa chochote ale, basi akipatiwa mboga au nyama basi ale tu bila kulalamika.
kisha kuna mfano mwingine wa kujali kwake hisia na unyenyekevu. Jabir bin abdullah anasimulia kwamba mtume saa salam alishika mkono wa mtu mmoja mwenye ukoma na alimuingiza katika chakula chake. Alisema, ule kwa jina la allah ukimtegemea mungu na ukitawakali juu yake. usama bin zaid anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alipanda juu ya mpunda na juu yake ilikuwa shuka iliyotengenezwa na fadak na alikuwa amemkalisha usama bin zaid nyuma yake. alikuwa hajali kwamba nani ameketi pamoja nami. abdullah bin abbas anasimulia kwamba siku ya zabihu mtume sallallahu salam alimpandisha fadhl bin abbas juu ya ngamia yake. hat anas anasimulia kwamba mtume alipoingia makka watu walikuja kumwona. kwa sababu ya unyenyekevu kichwa chake kilikuwa kinagusa kiti cha ngamia. alikuwa kati ya watu. kwa kuona uwingi wa waislamu ndevu yake ilikuwa inagusa kiti cha ngamia. alisema kwamba allahuma ina lasha asha lakhira, e allah kwa yakini maisha halisi ni maisha ya akhira. kulikuwa na kiwango kingine cha adili na uadilifu na unyenyekevu kwamba alikuwa amempandisha usama mwana wa zaid bin harisa mtumwa wake, ilhali walikuwepo viongozi wa quraish na banu hashim, wana wa banu hashim. hata masihi maud anasema kwamba shani hii ambayo waja maalum wa mungu wanajaaliwa inakuwa kwenye rangi ya unyenyekevu, na shetani anapatiwa kutoka kibri, yani anakuwa na kibri. muone nabii wetu sallallahu alaihi wasallam alipoteka makka aliinamisha kichwa chake na akasujudu mbele ya mungu kama alivyokuwa anasujudu katika siku za shida na masaib. katika makka alikuwa anapingwa, alikuwa anauziwa. alipoona kwamba nilikuwa nimeondoka katika hali gani na sasa nimekuja katika hali gani, moyo wake ulijaa na shukrani ya mungu na yeye alisujudu. katika riwaya moja inapatikana abdul bin masud anasimulia kwamba siku ya badr kwa ajili ya watu watatu ngame moja alikuwa amepangiwa. abu lubaba ali walikuwa pamoja na nabii saa salam. zamu ya nabii saa ilipokuja kutembea kwa miguu, watu hawa walisema kwamba sisi tutatembea kwa miguu badala yako wewe uendelee kupanda juu ya kipando. mtume alisema kwamba nini hamna nguvu zaidi kuliko mimi katika kutembea, na mimi pia nahitaji malipo ya kutoka mwenyezi mungu. katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba mtume alikuwa pamoja na masahaba zake katika safari. alitoa amri kwamba mbuzi achinjwe na chakula kipikwe. mtu mmoja alisema kwamba ya rasulllah, kuchinja mbuzi ni juu yangu. mwingine alisema ya rasulllah, kuchuna ngozi ni juu yangu. mwingine alisema kwamba kupika chakula ni wajibu wangu. hapo mtume alisema kwamba kukusanya kuni ni wajibu wangu. masopo alisema kwamba ya rasulllah, sisi tunatosha kwa ajili ya kazi hii. mtume alisema kwamba hapana, mimi nataka kwamba mimi sitaki kwamba nini mufanye kazi hii peke yenu. najua kwamba nini mnaweza kufanya, lakini mwenyezi mungu hapendi sifa hii. kisha mtume aliinuka na akaanza kukusanya kuni. katika muda wote uliokuwa na wadia alikuwa anazuhirisha unyenyekevu wake. katika riwaya moja inapatikana aswad anasema kwamba nilimuuliza taisha kwamba nabii saa salam alikuwa anafanya nini katika nyumba yake. alisema kwamba alikuwa anafanya kazi za nyumbani, yani alikuwa anawasaidia katika shughuli za nyumbani, na muda wa swala ukiwadia alikuwa anakwenda kuswali. sasa humu kuna somo kwa ajili ya wanaume ambao wanakataa kuwasaidia wake zao katika shughuli za nyumbani na kisha wake zao wanalalamika. hisham bin urwa anasimulia kutoka kwa baba yake, anasema mtu mmoja alimuuliza aisha kwamba je, mtume alikuwa anafanya kazi yoyote katika nyumba? alisema kwamba ndio. mtume alikuwa anashona viatu vyake na mavazi yake, na alikuwa anafanya kazi kama mmoja wenu anafanya katika nyumba yake. jambo hili limekuwa wazi kwamba maswahaba pia katika shughuli za nyumbani alikuwa anawasaidia wake zao
kwa kuona uswa wake na mfano wake, lakini pia iwe wazi kwamba wajibu halisi wa kufanya shughuli za nyumbani ni wajibu wa wanawake. Na kwa kusikia riwaya hii wasielewe kwamba wao hawana shughuli hizi, lakini wajibu wa wanaume kuwasaidia katika shughuli za nyumbani. hata aisha aliulizwa, na hii ni riwaya kutoka kasim, kwamba mtume alikuwa anafanya kazi gani nyumbani. alisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu mmoja katika wanadamu, alikuwa anakamua maziwa, alikuwa anafanya shughuli zake mbalimbali. riwaya moja inasema abu burda anasimulia, riwaya zimepita ambazo zinafana nayo, lakini humo kuna habari nyingine kwamba alikuwa anavaa mavazi ya sufu, alikuwa anafunga wanyama, na alikuwa anaenda kuwajulia hali, na alikuwa anaenda kuwatumikia wageni, na alikuwa anavaa mavazi ya kawaida sana, mavazi ya kawaida. amir bin rabia anasimulia kwamba mtu mmoja alisema, nilitoka pamoja na mtume saa salam upande wa misikiti. katika muda huu kamba ya kiatu kilivunjika, nilianza kukitengeneza. mtume alichukua kiatu kutoka kwangu na alisema kwamba mimi sipendi upendeleo huo. hasna bin khalid na swa bin khalid razillah anhuma wanasimulia kwamba wote walimjia mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi katika nyumba yake, na vivyo hivyo katika sahih bukhari kuna maelezo kuhusu ujenzi wa misikiti wa unabii, kwamba ngamia yake alipoenda kusimama mahala fulani ambapo ilikuwa ardhi ya vijana wawili, mtume alisema kwamba mahala hapa panafaa kwa ajili yetu, na kisha aliwapatia vijana thamani na bei ya ardhi yao. na kisha swala la kujenga misikiti lilipoanza, mtume aliwasaidia watu na alianza kukusanya matofali na alishiriki katika ujenzi wa misikiti. hatbara bin azib raziallah taala anhu anasimulia kwamba anasema kwamba mimi nilimwona mtume saa salam siku ya handaki, alikuwa analeta udongo. hali ilikuwa ndio hii kwamba udongo ulikuwa juu ya mwili wake. anas bin malik raziallah taala anhu anasimulia kwamba mimi asubuhi nilienda kwa mtume sasa pamoja na abdullah bin abi talha. mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia asali. nilimwomba mtume sasa kwamba mtoto alikuwa amezaliwa, na anasema kwamba nilipeleka kwa mtume sasa ili ampatie asali. wakati ule alikuwa anafanya kazi, alikuwa anapiga alama juu ya wanyama, alikuwa ameshika chombo fulani cha kupiga alama juu ya ngamia za sadaka. alikuwa anafanya kazi mbalimbali na alikuwa anafanya kazi mwenyewe badala ya kuwaita wasaidizi. rawaya moja inasema abu umama wahli anasimulia kwamba mtume alitujia, alikuwa anaegemea fimbo. sisi tulipomwona tulisimama. mtume alisema kwamba msifanye hivyo kama watu wa fares walivyokuwa wanafanya kwa ajili ya wakubwa wao. nilisema kwamba ewe mtume utuombee kwa allah. mtume alisema kwamba allah maghfir lana warhamna warza anna wataqabbal minna wa adkhilna aljannata wa najjina min annar wasli lana shanana kulla. e allah utusamehe, uturehemu, urizike juu yetu, na ukubali na utuingize katika pepo, na utusalimishe kutoka moto, na usawazishe shughuli zetu zote. msimuleji anasema kwamba tulipenda kwamba mtume atuombe zaidi. mtume alisema kwamba je sikujumuisha mambo yote kwa ajili yenu? yani dua hii imejumuisha mambo yote, mufanye dua hii. hata muslimu anasema kwamba hii ilikuwa hali ya unyenyekevu, kwamba alikuwa anawakataza watu kusimama, na alikuwa anasema kwamba hii ni desturi ya wairani, mimi si mfalme, mungu amenijalia kuwa nabii. hivi vilikuwa ni viwango vya unyenyekevu wake ambao mfano wake haupatikani duniani, na ndiyo mfano ambao
yatupasa kuushika katika maisha yetu ili sisi pia tuweze kupata ukaribu wa mwenyezi mungu. Masihi maud alahsatu wassalam anasema akitusihi chini ya mfano wake kwamba katika rai yangu hii ni njia nzuri ya kujitakasa na hakuna njia nzuri zaidi kuliko hii, kwamba mtu asiwe na kibri na ufahari wa aina yoyote, ufahari wa kielimu, kifamilia, kimali. Mungu anapomjalia mtu jicho, anaona kwamba kila mwanga ambao unaweza kumwokoa kutoka zulma unatoka kutoka mbingu, na mtu anahitaji mwanga muda wote. jicho haliwezi kuona mpaka apate mwanga kutoka jua. vivyo hivyo mwanga ambao unaondoa giza na unamjaalia mtu uchamungu na utakaso unatoka mbinguni. mimi nasema kwamba uchamungu, imani, ibada na utakaso unatoka mbinguni. hii ni juu ya fuzili ya mungu tu, akitaka ampatie na asipotaka asimpatie. hivyo maarifa ya kweli ni hii, kwamba mtu aone kwamba yeye si kitu chochote, na akianguka kwenye kizingiti cha mungu aendelee kumwomba mungu fadhili yake na aombe nuru ya maarifa ambayo inaunguza hisia za nafsi na inamjalia mwanga na nguvu ya kutenda mema. akipatiwa sehemu kutoka fadhili yake na akipata shara sadar, basi asijivunie juu yake, bali azidi katika unyenyekevu zaidi na apate maendeleo zaidi. maadamu atajielewa kuwa si kitu chochote, basi nuru na fadhili za mungu zitashuka juu yake zaidi na zaidi na zitampatia mwanga na nguvu zaidi. kama mtu atakuwa na itikadi hii, basi nina imani kwamba kwa fadhili ya allah hali yake ya kihulka itaboreka katika dunia. kuwa na fikra hii kwamba mimi ni mtu mkubwa ni kibri na majivuno, kisha mtu anapata hali hii kwamba anawalaani wengine na kuwachukulia kuwa watu zalili. kisha alisema kwamba mwanadamu ambaye ni kiumbe mnyonge anaanza kuelewa kwamba yeye ni mtu mkubwa na anapata kibri na majivuno. mtu hawezi kupata wokovu mpaka ajielewe kuwa mtu mnyonge. kabir bakht ambaye amewahi kupita kama mshairi katika india alisema kweli kwamba bala huwa ham नीच भले हर को किया सलाम जे होते घर ऊंच के मिलता कहाँ भगवान. yani mimi ninamshukuru mwenyezi mungu kwamba mimi nimezaliwa katika familia ndogo. kama ningezaliwa katika familia kubwa nisingeweza kupata mungu. watu wanapojivunia juu ya ukabila, kabir ambaye alitokana na kabila la bafinda alikuwa anamshukuru mungu kwa kuona ukabila wake. hivi mtu anapaswa kuona nafsi yake kwamba mimi ni mnyonge, mimi si kitu chochote. mtu hata kama atokane na nasaba, atakapoona nafsi yake kwenye kipengele chochote, sharti ni kwamba awe na macho, ataona kwamba yeye si kitu chochote na ni mnyonge kuliko ulimwengu mzima. mtu asipomtendea mjakazi mzee kwa hulka namna ambavyo anawatendea watu wenye daraja kubwa, na asipojiepusha na kibri na majivuno, hawezi kuingia katika ufalme wa mungu. kama anataka kumpata mungu, basi sharti ni unyenyekevu. mungu atujalie kuelewa uhakika wa unyenyekevu na kutupatia taufiki ya kuzingatia mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر